Kesho ni finali ya kombe la CRDB, lakini pia tunafahamu ni moja ya mechi ambayo itakuwa ni nzuri zaidi. Tunafahamu kwa upande wa klabu ya Yanga wanahitaji kuweza kubeba kombe lingine ili waweze kufanya sile paradi nzuri kabisa. Unajua bwana, mkiwa mnaondoka mmebeba makombe mawili, ya maana kwamba mnaenjoy na mnafurahia kusema kwamba tena kwa mara nyingine tumeweza kubeba makombe yote. Hicho ndicho kitu ambacho kwa upande wa klabu ya Yanga wanakihitaji. Sasa tayari Yanga wameweza kutoa taarifa juu ya wachezaji ambao watakosekana kuelekea kwenye finali hiyo, na mimi hapa ninao majina nitakwenda kukutaarifu. Lakini kabla sija kupatia hapa majina, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia majina ya wachezaji kwa upande wa klabu ya Yanga ambao watakosekana kwenye finali ya kombe la CRDB dhidi ya Singida Black Stars. Golikipa Khomeini Abubakari atakosekana. Tunafahamu ni kipa mwenye uwezo mzuri, lakini pia hayupo kwenye kikosi ambacho kinatarajia kwenda kwenye finali hiyo, kwa sababu kwa upande wa makocha ama benchi la ufundi limeangukia kwa makipa wengine ambaye ni golikipa kama Djigui Diarra pamoja na Abdouari Bumsheri ambao amekuwa akionekana mara kwa mara. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye atakosekana ni Yaoula Kouassi. Beki huyu ambaye tunafahamu ni tegemeo ndani ya kikosi cha Yanga, ana nguvu lakini pia anakaba kwa makini mkubwa. Sababu kubwa ya kukosekana kuelekea kwenye mechi hapo kesho, tunafahamu anasumbuliwa na majeraha ambayo hayajaripotiwa kuwa fiti kuelekea kwenye mchezo huo. Maana kwamba mpaka sasa hivi bado kwa upande wa Yanga wanatazama ni namna gani ambavyo wanaweza pia wakapata beki mwingine mwenye uwezo kama wake. Lakini pia Azizi Ndambwile. Kwa upande wa Azizi Ndambwile tunafahamu mara nyingine amekuwa akitumika kama beki wa kati, lakini pia mara nyingine amekuwa akitumika kwenye eneo la kiungo mkabaji ambao ndio nafasi yake sahihi. Tunafahamu ana nguvu, lakini pia ndani ya msimu huu hajaweza kuonyesha kiwango bora. Hivyo hapewi nafasi kwenye kikosi kutokana na ushindani mkubwa wa wachezaji waliopo ambao wako kwenye fomu. Ukitazama Mudathiri Yahya, ukitazama Khalid Aucho, Duke Abuya, mmoja wa wachezaji ambao wanamfanya Azizi Ndambwile asionekane kwenye kikosi. Mchezaji mwingine ni Jonas Gerard Mkude. Tunafahamu ni kiungo mkongwe, mzoefu wa kupiga pasi na kutuliza mchezo, lakini pia hajapewa nafasi mara kwa mara. Kocha amekuwa zaidi akipendelea viungo ambao amekuwa na kasi zaidi tofauti na Jonas Gerard Mkude. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye atakosekana ni Faridi Maliki Musa. Tunafahamu ni mchezaji ambaye ana kasi, lakini pia ana uwezo wa kupiga crossi. Tunafahamu ndani ya msimu kwa upande wake amekuwa apewi nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Kiwango chake kimekuwa ni cha wastani msimu huu, na ndio maana amekuwa umuoni mara kwa mara. Uwezo wake kama Maxence Zengeli, kile ambacho anakionyesha Clement Mzize, inaendelea kumfanya Faridi Musa aendelee kusubiri. Lakini pia Dennis Nkane. Kiungo Dennis Nkane tunafahamu ni mmoja mchezaji ambaye amekuwa hapati nafasi ndani ya msimu huu, kutokana na ushindani pia ambao umekuwepo kwenye maeneo ya mbele. Ukitazama kina Pacome Zouzoua ni nafasi ambayo anacheza Dennis Nkane, hivyo imekuwa ni ngumu kuweza kupata nafasi. Lakini pia Kennedy Musonda tunafahamu ni mmoja mshambuliaji ambaye ndani ya msimu hajaonekana mara kwa mara ndani ya kikosi, lakini pia tayari inadaiwa ameshasepa ndani ya klabu hiyo, na hivyo kuelekea kwenye mchezo huo hapo kesho hayupo. Lakini pia mipango kwa upande wa klabu ya Yanga hayapo kabisa. Tunafahamu wachezaji wengi hawana nafasi kutokana na ushindani mkali kwenye kikosi cha kwanza. Wengine pia tunafahamu wameshuka kiwango, lakini pia baadhi ya wachezaji wengine wana majeraha kama ya Yaoula Kouassi ambaye alikuwa tayari anajiamini kwamba tayari ameweza kuchukua nafasi, lakini kwa upande wake mambo yamekuwa ni tofauti. Hivyo ndivyo mambo yatakavyokuwa kuelekea kwenye mechi ya hapo kesho.